Shena Mtito TV, Shena Mtito TV, Shena Mtito TV, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma na hii ni Brand Hotel. Yes, wakati mwingine tena karibu kwenye Sports Info, ni update za kisoka. Ndicho kitu ambacho nakuletea hivi sasa, na kikubwa ni kuelekea mchezo wa leo wa Ligi Kuu Tanzania Bara ambao unakutanisha mnyama Simba Sports Club dhidi ya Dodoma Jiji katika uwanja wa KMC Complex majira ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Tanzania au Afrika ya Mashariki. Na tunafahamu mchezo huu ni kiporo. Kama unakumbuka Namungo walipotoka kucheza na Dodoma Jiji, wakati Dodoma Jiji wanarudi kuelekea Dar es Salaam kuja kucheza na Simba, walipata ajali ya basi. Kwa hiyo mchezo huu ukaahirishwa. Simba Sports Club leo wanacheza dhidi ya Dodoma, ni mchezo wa kiporo. Na umuhimu wa pointi 3 za mchezo wa leo baina ya Simba na Dodoma Jiji katika Ligi Kuu Tanzania Bara zinatoa majibu ya namna upinzani ambao unatarajiwa kuwepo muda wote wa dakika 90 kwenye uwanja wa KMC Complex Dar es Salaam saa 10 jioni kwa saa za Tanzania. Simba inashika nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu hiyo ikiwa na pointi 54. Inahitaji ushindi ili kupunguza gepu la vinara Young Africans ambao wao wana pointi 58. Ushindi wa Simba leo utaifanya kufikisha pointi 57, itakuwa nyuma ya pointi 1 na Young Africans. Kwa upande wa Dodoma Jiji inashika nafasi ya 8, ikusanya pointi 27 na inasaka ushindi ili kupanda nafasi moja juu hadi nafasi ya 7, ikishusha Fountain Gate na kuwa sawa sawa na JKT Tanzania ambao zinatofautiana kwa mabao ya kufunga na kufungwa, pia kulipa kisasi cha kupoteza mchezo wa kwanza ikiwa nyumbani. Kama tunakumbuka katika mchezo wa kwanza Dodoma Jiji ililala kwa bao 1-0, bao ambalo lilifungwa kwa mkwaju wa penalty. Alifunga Jean Charles Ahoua, ilikuwa dakika 63 kwenye uwanja wa Jamhuri pale Dodoma. Rekodi za jumla zinainyima nafasi Dodoma Jiji kufurukuta mbele ya Simba, kwani katika mara zote 9 ambazo wamekutana katika Ligi Kuu Tanzania Bara hawajapata ushindi wala sare zaidi ya kupoteza nyumbani na ugenini. Si kupata pointi 3 tu, bali Dodoma Jiji mbele ya Simba imekuwa haina makali ya kutikisa nyavu. Ilifanikiwa kufunga mabao 2 pekee, huku yenyewe ikiruhusu nyavu zake kutikiswa mara 16. Katika mechi 7 za mwisho kati ya 9, Dodoma Jiji haijafunga bao lolote dhidi ya Simba, huku mabao yake 2 iliambulia msimu wa kwanza ambapo alipopanda daraja kushiriki Ligi Kuu Tanzania Bara. Ilikuwa ni msimu wa mwaka 2021-22 ambapo mechi ya kwanza ilifunga bao 1-2, ilikuwa ni nyumbani, kisha ugenini ikachapwa 3-1. Pia Dodoma Jiji imekuwa na rekodi mbaya msimu huu kwenye ligi kuu, kwani kati ya mechi 10 za ugenini haijashindi zaidi ya kuambulia sare 5 na kupoteza michezo 5, kiruhusu mabao 14 na kufungwa mabao 8. Simba inapokuwa nyumbani imefanya vizuri, ikishinda mechi 7 kati ya 10, ikipoteza 1 na sare 2, ikifunga mabao 24 na kuruhusu mabao 5. Sasa fahamu kwamba jana ilikuwa ni pre-match press conference ambapo nilikupostia hapa kupitia channel yetu. Selemani Matola, kocha msaidizi wa Simba Sports Club, amezungumzia utayari kikosi chake kuelekea mchezo wa leo, na alisema kwamba amejiandaa kucheza na Dodoma. Haiwezi kuwa mechi rahisi, hasa ukizingatia huu ni mzunguko wa pili. Dodoma ina mwalimu mzuri ambapo ame-appreciate uwezo wa Meki Maxime. Ni kocha ambaye anapenda ushindani, kwani hata kwenye mechi ya kwanza dhidi yao mechi haikuwa rahisi. Lakini kwa upande wa kocha Dodoma Jiji, Meki Maxime, yeye amesema kwamba ligi ni ngumu, Simba anapambania ubingwa na wao pia wanataka kukaa katika nafasi nzuri. Hiyo ndio sababu ambayo itafanya mechi ya leo kuwa ngumu zaidi. Lakini kitu kikubwa pia ambacho amezungumza Selemani Matola, amesema kwamba Shefondo Malone na kipa Musa Kamara wote ni majeruhi, na kwa maelezo akisema kwamba siku ya leo wataendelea kumkosa Shefondo Malone na Musa Kamara ambao ni majeruhi, ingawa Kamara ameanza mazoezi na anatarajia mechi zijazo atakuwepo kama kawaida. Na pia wanafahamu namna mchezo utavyokuwa mgumu, hivyo wamejiandaa kuona namna ya kupata matokeo mazuri. Lakini inabidi ufahamu kuwa Dodoma msimu huu katika mechi zake 22 za ligi ambazo imecheza hadi sasa imeshinda mechi 7, sare 6 na kupoteza mechi 9, ikifunga mabao 22 na kuruhusu mabao 27. Kwa hiyo unaona rekodi yao vile ambavyo imekuwa sio nzuri sana msimu huu. Kwa upande wa Simba inayofundishwa na mwalimu Fadlu Davis, mechi zake 21 ilizocheza imeshinda mechi 17, sare 3 na kupoteza michezo 1, ikifunga mabao 46 na kuruhusu mabao 8. Kupitia rekodi hiyo, hebu niambie leo unatabiri au unabashiri matokeo ya aina gani? Unaiona Dodoma Jiji itaenda kuvunja uteja huu kwa Simba Sports Club, au Simba akiendelea kuendeleza ubabe dhidi ya Dodoma Jiji? Tukiona katika michezo 9 yote Simba Sports Club ameweza kupata ushindi, na Dodoma Jiji akikosa hata sare au hata kupata ushindi mechi moja
tangu ambapo walipopanda daraja hawajawahi kuifunga Simba Sports Club. Na jumla hata yale magoli ya kushinda, Dodoma Jiji rekodi kwamba amepata magoli 2 tu katika msimu wake wa kwanza ambapo walipocheza na Simba. Mechi ya kwanza Dodoma akiwa Jamhuri pale Dodoma walifungwa bao 2-1, Dodoma akipata bao la kufutia machozi 1, lakini walipokuja Benjamin Mkapa Dar es Salaam Simba akashinda ushindi wa goli 3-1. Kwa unaona pia Dodoma walipata bao la kufutia machozi 1. Niachie utabiri wako hapo chini, lakini usisahau kusubscribe ili uwe number 1 kupata habari zetu kutoka hapa Rafiki namba 1 wa burudani na michezo, JNR Mtita TV. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.